Kuelekea AFCON 2027 jijini Arusha, miongoni mwa manufaa ambayo yanakuja kwenye jiji hili ni pamoja na kujengwa kwa viwanja mbalimbali vya mazoezi, lakini pia kuhakikisha kwamba mazingira ya jiji zima yanakuwa yanavutia na kuendana na kasi ile ya michuano hii ya kimataifa. Hapa nyuma yangu ni eneo ambalo lipo kwenye mtaa wa Kaloleni Mashariki, ambalo eneo hili linakuja kujengwa uwanja wa mazoezi wa AFCON. Ni eneo la wazi kwa muda mrefu sasa, linapata hadhi ya kujengwa uwanja wa mazoezi kwa ajili ya michuano hii ya AFCON. Lakini pia sambamba na hilo, tumetoka kwenye ziara ya mstahiki meya Mheshimiwa Maximilian Madla muda huu akiambatana na watu wa TARURA kutembelea barabara ya Wadigo ambayo iko kwenye mtaa huu wa Kaloleni Mashariki, barabara ambayo na yenyewe itajengwa kwa kiwango cha paving blocks, ikiwa ni sambamba na maandalizi ya kuelekea kwenye AFCON 2027 hapa jijini Arusha. Ikumbuke tu kwamba jiji la Arusha ni miongoni mwa majiji ambayo yatakwenda kuwa mwenyeji wa michuano hii ya kimataifa. Katika kuelekea 2027 kwa ajili ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON, jiji la Arusha tumejipanga kufanya maboresho kwenye barabara zetu. Hapa tuliko ni barabara ya Wadigo katika kata yetu ya Kaloleni, ambako kwa bahati nzuri tumepata wadau ambao wako tayari kuweka paving barabara hii ili iweze kupitika vizuri kwa wakati wote, lakini sambamba na paving pia wataweka mitaro ya maji taka. Kwa hiyo nimekuwa na kikao kizuri na uongozi wa TARURA wilaya wakiongozwa na Engineer Godfrey Bwire, ambao wao watafanya usanifu wa barabara hii kuangalia ni kwa vigezo gani sasa uwekaji wa paving utafanyika. Lengo ni kuhakikisha kwamba barabara hii iweze kupitika. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyoona juu kidogo tu ya hapa, serikali inaleta hela ya kujenga uwanja wa mazoezi kwa ajili ya mashindano haya ya AFCON, ambako timu mbalimbali za nchi za Kiafrika zinakuja hapa. Kwa hiyo eneo hili ni eneo la kimkakati, ni eneo mahususi kwa ajili ya mazoezi haya ya AFCON, lakini pia kwa ajili ya kufacelift uso wa mji wa Arusha. Kaloleni ni kata ya kimkakati, iko katikati kabisa mwa jiji la Arusha, na kama unavyojua upande wa Kaloleni ya magharibi tayari eneo hili limepangwa kuwa mtaa wa masaa 24 kwa ajili ya watu kula bata. Kwa hiyo TARURA wametupa wiki mbili ya kufanya usanifu wa hapa, na baada ya pale wale wadau ambao wanaongozwa na Bwana Hussein Gonga ambaye ni mfanyabiashara wa madini watakuja sasa kuwekeza pesa zao katika eneo hili, na lengo ni kuisaidia tu halmashauri ya jiji la Arusha. Wale ni wadau, watu wema ambao wamejitolea, hawana masharti yoyote ya kufanya hicho wanachokifanya. Na mimi nichukue nafasi hii kuwatia moyo, kwanza kuwapongeza hao wadau ambao wamejitokeza wakiongozwa na Hussein Gonga, lakini nitoe hamasa kwa wadau wengine waige mfano huu wa kina Hussein Gonga wa kuboresha barabara zetu. Haijalishi hata kama eneo unalojenga ni la mita 100, la mita 200 na kadhalika, lakini lengo ni kufanya maboresho kidogo kidogo hadi mwisho barabara zetu zote zitakapokuwa na kiwango cha paving au kiwango cha lami. Kwa hiyo mimi niamini kwamba Arusha tukishikana, Arusha tukiungana, barabara zetu zitapitika, na ninaamini kwamba AFCON 2027 itakuwa AFCON ya kihistoria na jiji la Arusha itakuwa kinara kwenye mashindano hayo. Naitwa Engineer Godfrey Bwire, meneja wa TARURA wilaya ya Arusha. Namshukuru mstahiki meya kwa sababu anafanya jitihada nyingi za kutafuta wadau kwa ajili ya kuendeleza na kuboresha barabara zetu. Kwa mfano hii barabara ya Wadigo yenye mita 200, amejitahidi mstahiki meya, ametafuta wafanyabiashara ambao wako jirani na hii barabara na wanaoitumia barabara hii, na wameridhia kuitengeneza, ambapo wamesema tutatengeneza kwa kutumia paving. Kwa hiyo tutafika, tutacheck, tutachukua procedure zote, kwa maana ya tutacheck strength ya udongo, halafu tutatengeneza michoro kwa ajili ya geometry design. Baada ya sisi kukamilisha michoro yote, tutamtaarifu mstahiki meya kwa ajili ya kuwaeleza wadau ambao wamejitolea kwa ajili ya kuitengeneza barabara. Na pia nitumie nafasi hii kuwaomba pia wadau wengine wanaoweza kujitolea wajitolee, tutengeneze barabara, tuendeleze jiji letu ili liweze kuendelea kupendeza kama linavyojinasibu, kwamba kama tunavyolisema kwamba ni jiji la utalii, basi barabara zetu na zenyewe inabidi tuondokane na hizi vumbi ili watu tuwavutie wengi waje kufanya utalii ndani hapa Arusha. Nimshukuru tena mstahiki meya kwa jitihada anazozifanya ili tuweze kuendeleza jiji letu. Kwa jina anaitwa Alidi Kasim, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kaloleni Mashariki.
Leo nimepokea watu wa TARURA wakiongezana na mheshimiwa diwani wetu wa kata Kaloleni na meya wa jiji la Arusha. Wamekuja Kaloleni Mashariki kwa ajili ya kutekeleza miradi miwili. Kuna mradi wa barabara hii ambao kama unaiona, hii ni barabara ya Wadigo Street. Kuna mradi wa kuweza kuweka paving, na pia tuna mradi mwingine katika eneo la wazi ambalo liko hapo juu. Eneo hili kama unavyoliona ni eneo la wazi ambapo jiji letu la Arusha na kwa kupitia meya wetu wa jiji la Arusha wameona eneo hili ni sehemu ambayo itatengenezwa uwanja wa mazoezi kwa ajili ya AFCON. Nishukuru sana kwa sababu serikali imetuona sisi wananchi wa Kaloleni Mashariki. Tunapata fursa nyingi kwa kujengwa uwanja huu, wananchi watafaidika, wengine watafanya biashara.